Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mkakati mkubwa wa kuhakikisha sekta ya mawasiliano nchini inachangia kwa kiasi kikubwa uchumi wa nchi, hasa baada ya kufanya uamuzi wa uwekezaji mkubwa katika ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya viwanja vya Bunge jijini Dodoma, Mei 15 mwaka huu 2025, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Jerry Silaa, muda mfupi baada ya Bunge kupitisha bajeti ya wizara yake kwa kishindo, amesema Rais Samia ameonyesha utashi wa kisiasa katika kutengeneza uchumi wa Tanzania ya kidijitali ili kuchangia pato la taifa. Nia thabiti ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kutengeneza uchumi wa Tanzania ya kidijitali. Mtakumbuka tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2024, yeye mwenyewe alizindua Tanzania Digital Economy Strategy ya miaka 10, 2024-2034. Katika mle kuna mihimili sita, nguzo sita. Nguzo moja hapo ni infrastructure. Utaona ujenzi wa minara ya mawasiliano kwa maana minara 758 inakamilika, ujenzi wa minara 636, iko minara mingine imesikia UCSAF taarifa ya kamati kwamba ina fedha tayari zaidi ya bilioni 40 kwa ajili ya ujenzi minara mingine. Mobile broadband inasambazwa na minara ya mawasiliano, na kazi hiyo inafanywa na wizara hii chini ya UCSAF na watoa huduma katika kuhakikisha Watanzania wapata huduma ya mawasiliano. Mkongo wa taifa wa mawasiliano sasa hivi umefika wilaya 109. Kwenye bajeti hii tumetenga hela kupeleka kwenye wilaya 111. Kuna vituo 111 vya kutolea huduma ya mkongo kwenye wilaya zetu ambazo inafanya kazi as we speak. Lakini mmeona jinsi gani Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo ya taifa letu la Tanzania kurusha satellite yenyewe ya kwake wenyewe, na sisi tumeanza kazi ya kuridhia mikataba ya kimataifa itatusaidia kurusha satellite. Kikubwa Mheshimiwa Rais katika maelekezo yake angetaka mifumo isomane. Leo Mtanzania akiwa na NIDA iwe ndo jamii namba yake, iwe ndo jamii kadi yake, aweze kufanya utambulisho eneo lolote, lakini aweze kufanya miamala yake kupitia Jamii Pay. Leo kila mtu na muamala wa simu ya mkononi, kuna mabenki, kuna mawakala wengine wa mitandao ya simu, lakini Mtanzania huyu lazima atambulike kwa namba moja. Na ndio maana wizara yetu kwa kushirikiana na NIDA imeiwezesha NIDA namba kuwa jamii namba, na tunaenda kuwa capacitate kwenye masuala ya ICT mfumo wao uweze kuintegrate na mifumo mingine. Wenzetu wa RITA na wenyewe tumewatengenezea mfumo ambao mtu akiandikwa anapozaliwa aweze kutambulika kwa namba hiyo hiyo ya NIDA, na umesikia jambo la jamii namba ambalo litaweza kumsaidia Mtanzania. Kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi wizarani hatuna lolote la kumlipa zaidi ya kumshukuru kwa kazi na msukumo anaotoa. Tanzania hii mkiangalia kwenye vyombo vya habari, ingia hata YouTube angalia, duniani huko kuna mtu anatembea na pesa mfukoni. Lakini duniani siku hizi hamna mtu anatembea na kadi. Sasa hivi tumekuja na N-card ambayo inakuwa jamii card, ambapo mmoja Mheshimiwa Waziri Mkuu ametembelea pale NIDC wakiwa na mpango wakiuliza kama inaweza kutumika kwenye mabasi ya mwendo kasi. Wenzetu TAMISEMI walitengeneza kadi ya mwendo kasi card. Sasa Mtanzania hawezi kuwa na mwendo kasi card, akawa na Yanga card, akawa na CRDB card. Haiwezekani, sio dunia ya leo. Ndio maana hata kadi za benki zetu ambao ukitoa simu mfukoni unayo, inaweza Visa ama Mastercard. Sasa N-card ndio Visa ya Kitanzania. Hata hivyo, waziri huyo wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Ukonga mkoani Dar es Salaam, ametaja mafanikio makubwa ya maendeleo katika jimbo hilo chini ya uongozi wa Rais Samia. Ukonga tokea uwanja wa ndege mpaka ufike Pugu na kuendelea, tulikuwa na barabara moja ya njia mbili. Leo chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, shilingi bilioni 231 zinajenga mwendo kasi awamu ya 3, barabara 6 kuanzia Gongo la Mboto mpaka Kariakoo kupitia Buguruni na kupitia moja kwa moja. Huwa nawaambia wananchi, ukisema bilioni 231 zikitumika hapa, maana yake barabara hizi kamilika, maana yake uwezo wa serikali unaboreka kwa ajili ya kufanya barabara za ndani. Maji, mtafute mtu yote wa Ukonga, sisi maji ya bomba, maji ya DAWASA tulishasahau miaka 89, 90 mpaka 91. Leo chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tunao mradi mkubwa wa maji wa Kibamba Bangulo, limejengwa tenki la lita milioni 9. Maji yameshaingizwa kwenye tenki as we speak. Kuna mtandao wa mabomba kilomita 112. Yaani ukiutandaza unaanzia Dar es Salaam unapita Chalinze. Uko ndani ya kata ya Kitunda, Kivule, Mzinga, Kipunguni. Na huko mradi ule wa Kisarawe, Kibamba Kisarawe Pugu. Tenki la lita milioni 2 unahudumia kata za Pugu, Pugu Stesheni, Ukonga, Gongo la Mboto. Uko mradi wa Somelo, ulijengwa kule tanki la lita milioni 2. Tulizindua na Mwenge nadhani mwaka jana. Lakini kisima kilichochimbwa pale kikuta kuna madini mengi ya chuma ambayo akashindwa kufanya ile maji kutumika kwa matumizi ya binadamu.
DAWASA ishafanya tathmini, ishapata kisima kipya pale kwenye ofisi ya kata ya Zingiziwa. Kisima kinachimbwa, na kitaunganishwa na maji kwa ajili ya kusambaza maji kwenye kata ya Zingiziwa, Chanika mpaka Buyuni. Lakini vivyo kuna mradi wa Mgeule Juu ambao unapeleka maji kwenye kata ya Msongola. Kwa maji jimbo la Ukonga kufikia kipindi cha tarehe 27 tunavunja bunge, inawezekana tukawa tumevuka ile 85% ya maji mijini ama 95% tukawa na maji 100%. Hayo ni makubwa. Achia mbali madarasa ya Pochi la Mama, madarasa ya Uviko, madarasa ya Kishindo cha Mama, shule za msingi, shule za sekondari, shule za gorofa. Mimi nimesoma Pugu ikiwa gorofa moja. Enzio Azania ndo gorofa moja, Forodhani gorofa moja. Kuhusu ujenzi wa miundombinu ya elimu na barabara za ndani katika jimbo hilo la Ukonga, mbunge huyo amesema pale Ukonga imejengwa shule ya gorofa 5 na lift imewekwa. Leo pale Kipunguni imejengwa shule ya gorofa 5, vituo vya afya. Tumeingia madarakani, Dr. Samia ameingia mwaka 2021. Kipunguni hakuna kituo cha afya, amejenga kituo cha afya. Majoo kulikuwa kuna kituo cha afya, amejenga kituo cha afya. Zingiziwa kulikuwa hakuna kituo cha afya, amejenga kituo cha afya. Msongola pale Mvute amejenga kituo cha afya. Pugu Station kituo cha afya. Kituo cha afya cha Pugu na kipande cha Hazi kwa hospitali. Buyuni kituo cha afya. Buyuni Zavala zahanati. Msongola pale mwisho kile kituo cha afya zahanati na Hazi kwa kituo cha afya. Kila kata jimbo la Ukonga imepata kituo cha afya. Kule Mzinga ndio na kituo cha afya cha shilingi bilioni 2.7, gorofa 2. Kila kata, hospitali ya wilaya ya Kivule imeongezewa mawodi, imeongezewa eneo la macho na meno, maeneo ya afya yote yamefikiwa. Barabara za ndani. Na ndio kilio kikubwa cha wananchi wa jimbo la Ukonga. Chini ya mradi wa DMDP awamu ya pili, ambao tunawaambia wananchi wa Ukonga wataka kujua DMDP awamu ya kwanza, nenda Mongola Ndege, nenda Ulongoni, nenda Markaz, nenda Mazizini, nenda Ukonga, Mwambe Madafu. Utakuta barabara za lami na taa za barabarani. Tayari Daktari Samia Suluhu Hassan amesha sign na Benki ya Dunia kutekeleza mradi wa DMDP awamu ya pili. Barabara kilomita 72 za lami ndani ya jimbo la Ukonga. Awamu ya kwanza tunaanza na barabara sisi tunaita Kitunda Kivule Msongola, lakini loti ya Banana Kitunda iko jimbo la Segerea, itajengwa kiwango cha lami. Njia panda ya hospitali ya wilaya kuelekea mpaka njia 4 itajengwa kiwango cha lami. Awamu ya pili Pugu, Majoe, Viwege, njia 4, Bondole itajengwa kiwango cha lami. Awamu ya 3 Mwanagati mpaka Kitunda itajengwa kiwango cha lami. Nyangasa mpaka Magore itajengwa kiwango cha lami. Magore mpaka Mwanagati itajengwa kiwango cha lami. Kuanzia njia 4 mpaka Buyuni itajengwa kiwango cha lami. Kuanzia Mvuti mpaka njia inayoingia Dondwe itajengwa kiwango cha lami. Kuanzia Zingiziwa mpaka kwenye zahanati hiki kituo cha afya kama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan itajengwa kiwango cha lami. Pugu Station kuanzia Mnadani mpaka Bangulo itajengwa kiwango cha lami. Kila kata itapata barabara ya lami. Hiyo ndio Ukonga Dr. Samia. Na sisi tunamngoja kwa hamu afanye ziara Ukonga. Tumshukuru, tumueleze sisi hatuna tunachomdai. GMTV Dodoma.